Lionel Andres Messi, mchawi wa mpira wa miguu kuwahi kutokea duniani. Hakika, dunia ilibarikiwa na zawadi kubwa sana katika mpira wa miguu. Mchezaji aliyeuamlisha mpira na mpira ukamsikiliza. Leo tutaiongelea historia yake yote, tangia kuzaliwa kwake pamoja na mafanikio yake. Yapo mambo mengi yatakayokuacha ukishangaa kumhusu Lionel Messi. Karibu sana katika simulizi ya Lionel Messi, La Pulga. Lionel Messi! Ni nani Lionel Messi? Lionel Messi alizaliwa tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 1987 ndani ya Rosario, Santa Fe, nchini Argentina. Messi alikuwa mtoto wa tatu katika familia ya kawaida kabisa. Familia yao iliyokuwa na mapenzi makubwa na soka. Tangu akiwa na umri wa miaka 4 tu, alianza kuonyesha kipaji cha ajabu mtaani kwao, akicheza na kaka zake pamoja na binamu zake, ambao baadaye walikuja kuwa wachezaji wa kulipwa. Mwaka 1991, Messi alijiunga na klabu ya mtaani kwao iitwayo Grandoli. Hapa alifundishwa na baba yake, lakini mshawishi wake mkubwa alikuwa bibi yake mzaa mama aliyekuwa anaitwa Celia. Bibi huyo ndiye aliyekuwa akimsindikiza Messi kwenda mazoezini pamoja na mechi. Ulipofika mwaka 1993, Messi alijiunga na klabu ya Newell's Old Boys iliyopo Argentina akiwa na umri wa miaka 6. Katika kipindi cha miaka 6 alichokaa katika klabu hiyo, zipo baadhi ya ripoti zinazosema kwamba Lionel Messi alifunga takriban mabao 500 katika klabu ya New Old Boys. Lakini vyanzo vingi vinathibitisha kwamba Messi alifunga mabao 234 katika mechi 176 alizocheza. Hii ndiyo maana halisi ya natural born. Hakika ni mchawi wa kweli wa mpira wa miguu. Akiwa na miaka 6 tu, Messi alifanya balaa lote hili. Mashabiki wengi sana wa klabu ya New Old Boys walistaajabu uwezo wa ajabu na ufundi wake wa kuukokota mpira. Lionel Messi! Bang! Mnamo mwaka 1998, Lionel Messi akiwa amefikisha miaka 10, wazazi wake waligundua kitu tofauti kwa Messi. Messi alikuwa hakui kama watoto wenzake. Alikuwa mfupi sana kuliko wastani. Baada ya vipimo vya madaktari, majibu yalitoka kwamba Messi ana upungufu wa homoni za ukuaji. Urefu wake ulikuwa futi 4 na inchi 2 tu, sawa na sentimita 127. Madaktari walitabiri kwamba bila matibabu ya sindano za homoni, Messi asingeweza kufikisha hata urefu wa futi 4 na inchi 7, ambao ni sawa na sentimita 140. Matibabu yalihitaji gharama kubwa sana. Matibabu yaligharimu takriban dola 900 hadi 1000 kila mwezi, gharama ambayo familia yake pamoja na klabu yake ya New Old Boys walishindwa kuimudu. Baadaye ni kama muujiza ulitokea. Mwaka 2000, familia yake ilifanya mazungumzo na klabu ya Barcelona nchini Spain. Barcelona walikubali kumlipia gharama zote za matibabu yake, hii ikiwa kama sehemu ya mkataba wake. Mnamo mwaka 2002 mwezi Februari, familia ya Messi ilihamia rasmi Barcelona, Spain. La Masia, Lionel Messi aling'ara sana katika akademi ya Barcelona. Msimu wake wa kwanza katika akademi ya Barcelona, Messi alifunga magoli 36 katika mechi 30. Kipaji chake kilionekana wazi kabisa, na ilipofika mwaka 2004, rasmi Lionel Messi alipandishwa timu ya wakubwa na kufunga bao lake la kwanza la kitaalamu mnamo Mei mwaka 2005 dhidi ya Albacete, akipokea pasi kutoka kwa mkongwe Ronaldinho. Tangu hapo, historia mpya ilianza kuandikwa. La Pulga, Lionel Messi akiwa na miaka 19 tu, tayari alitajwa kuwa mmoja wa wachezaji bora duniani. Mnamo mwaka 2009, Messi alishinda Ballon d'Or yake ya kwanza. Lakini mwaka 2012 ndio ulikuwa wa kihistoria zaidi.
Messi alifunga mabao 91 ndani ya mwaka mmoja, akiivunja rekodi ya dunia ya Gerd Müller. Messi alishinda makombe mengi sana akiwa na Barcelona. Alikusanya jumla ya tuzo 6 za Ballon d'Or akiwa Barcelona na tuzo zingine 2 nje ya Barcelona. Mwaka 2014, Lionel Messi alipoteza fainali ya kombe la dunia dhidi ya Ujerumani. Na tena mwaka 2018, Argentina walitolewa na Ufaransa katika hatua ya 16. Watu wengi waliamini Messi hatakuja kubeba kombe hilo. Lakini mwaka 2022 nchini Qatar, ndoto hiyo ilitimia. Messi aliongoza Argentina kutoa ubingwa wa dunia dhidi ya Ufaransa, akifunga mabao muhimu na kutawazwa mchezaji bora wa mashindano. Mnamo mwaka 2021, Messi alilazimika kuondoka klabuni hapo kwa machozi na kujiunga na klabu ya Paris Saint-Germain ya nchini Ufaransa. Baada ya misimu miwili nchini Ufaransa, mwaka 2023, kulikuwa na tetesi nyingi za yeye kurejea Barcelona. Lakini kutokana na kutoeleweka kwa hali ya kifedha ya klabu hiyo, Messi aliamua kufungua ukurasa mpya. Alikataa ofa kubwa kutoka Saudi Arabia na kuamua kujiunga na klabu ya Inter Miami nchini Marekani. Hadi kufikia sasa, ndani ya huu mwaka wa 2026, Lionel Messi bado anaendelea kuandika historia nchini Marekani. Ameshaifikisha klabu yake ya Inter Miami kwenye mafanikio makubwa, na hivi karibuni amefikisha rekodi ya kufunga mabao 900 katika maisha yake ya soka. Lionel Messi ameweka records nyingi sana. Miongoni mwa hizo records, zipo ambazo zimeonekana kuwa ni vigumu kuja kuvunjwa. Mimi nitakutajia records 5 ambazo ni vigumu sana kuja kuvunjwa kabisa. Rekodi ya kwanza ni magoli 91 ndani ya mwaka mmoja. Mnamo mwaka 2012, Lionel Messi alivunja rekodi ya Gerd Müller, rekodi ya kufunga magoli mengi zaidi katika kalenda ya mwaka. Rekodi ya pili, kushinda jumla ya Ballon d'Or 8. Rekodi ngumu zaidi ya Lionel Messi kuja kuvunjwa. Rekodi ya tatu, mchezaji mwenye assist nyingi zaidi katika maisha ya soka. Messi ana assist nyingi kuliko mchezaji yeyote yule kwa sasa. Rekodi ya 4, mchezaji mwenye hat-tricks nyingi zaidi La Liga. Messi ana jumla ya hat-tricks 36 za La Liga. Hii pia ni kama haiwezekani kabisa kuvunjwa. Rekodi ya 5, mchezaji mwenye magoli mengi zaidi La Liga. Rekodi hii ni ngumu sana kuja kuvunjwa. Kutoka kijana mdogo hadi kuwa mfalme wa soka duniani. Hii ndiyo safari ya kipekee ya Lionel Messi. Mpaka hapa tumefikia mwisho wa simulizi hii ya maisha ya mfalme wa soka duniani, La Pulga, Lionel Messi. Kama bado hujasubscribe channel yangu, basi hakikisha una subscribe na kulike video hii. Mimi ni kuache na swali moja tu. Eti ni kweli kwamba Lamine Yamal ndiye mrithi wa Lionel Messi? Niandikie jibu lako kwenye comments.